lam yakun shay'an madhkura. Je, haikupita muda mrefu binadamu alikuwa hatajwi? Nani katikati yetu hapa ambaye alikuwa akitajwa kabla ya kuja kwake hapa na nyumati zilizopita? Na kuna wengi ambaye bado wanatarajiwa watakuja duniani mpaka kiyama itakaposimama, na hao ambao wanatarajiwa kwamba watakuja sasa hivi hawatajwi. Kama sisi kabla hatujakuja hapa ilikuwa hatutajwi, hakuna mtu alijua mimi na wewe tutakuwa hapa, hakuna mtu ambaye alijua. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza ndani ya Qur'an, anasema ya ayuha nnas in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turabin. Enyi watu nyie, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa tena, basi pateni kujua tumewaombeni kutokana na mchanga. Unajua kuna baadhi ya watu wanaitakidi yeye akishakufa mambo yake yamekuishia hapo. Hakuna adhabu al-qabri, hakuna kukalishwa kaburini, hakuna kuulizwa, hakuna kufufuliwa, hakuna mauqif ya kiyama, hakuna maswali mbele ya Mungu, hakuna pepo, hakuna moto. Maana yake wewe ukifa mambo yako yamekuishia hapo. Sasa katika hii aya Mungu anatoa challenge, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa changamoto, anauliza ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa tena, basi pateni kujua tumewaombeni kutokana na mchanga. Unajua Adam alayhi salam alipoumbwa ilitumika mchanga moja kwa moja. Ile mchanga ilichukuliwa ikachanganywa na maji ikawa udongo, ile udongo ikafinyangwa, ikatengezwa sehemu ya kichwa ya Adam, ikatiwa bongo ndani yake, ikatiwa na macho na pua na mdomo, ikatengezwa sehemu ya kichwa na mabega na mikono na kifua na tumbo na mgongo na kiuno na miguu, kisha ikapuliziwa roho ikawa ni Adam. Adam aliumbwa moja kwa moja kutokana na mchanga. Lakini mimi na wewe mchanga inatokea wapi? Wakati baba na mama walipoingia chumbani kufanya kitendo cha ndoa cha halali, walitumia mchanga pale? Hii swali leo utamuuliza sikuwa Muislamu hawezi kujibu. Na baadhi ya Waislamu wengi leo tutaulizana hapa, hii mchanga inatokea wapi ndugu zangu? Unajua Adam aliumbwa kutokana na mchanga moja kwa moja. Lakini mimi na wewe hii mchanga imetokea wapi? Kuna mwanamke yote anaweza kuinua mkono hapa kajibu hili swali? Katika nyinyi ambao mmekaa hapa, inua mkono tu. Na ndo nawaambia ndugu zangu, Waislamu wengi na wasiokuwa Waislamu ndo kabisa tumetokana na mchanga sisi. Kuna mwanamume anajua? Naam ya Sheikh. Chakula ambayo tunayekula sisi, hizi vyakula ambao tunakula imetokana na mchanga. Unakula mboga ya mchicha, unakula mrenda, unakula njugu ya korosho, unakula njugu karanga, inakwenda inatengeza manii ndani ya mwili kwa mwanamume na mwanamke. Alafu unapata nguvu ya mwili, anamuingia mke wake wa halali, inapatikana sababu ya kupatikana kiumbe. Sasa sisi sote hapa tumetokana na mchanga, kwa maana ya kwamba ile vyakula ambayo tunakula imepandwa katika ardhi, inabaki pale pale tu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine anauliza, anasema qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara. Yani ameangamia binadamu, amelaaniwa binadamu kwa kukataa kufuata maamrisho ya Mola wake. Mwenyezi Mungu anauliza, huyu binadamu amekataa kufuata sheria yangu, amekataa kunisikiza mimi. Hebu naangalie ni nini hasa kubwa kilichomfanya yeye kuwa na kibri kilichotumiwa kuumbiwa nacho yeye hata akakataa kufuata maamrisho yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu, anasema min nutfatin, huyu binadamu tumemuumba kwa tone la manii. Min nutfatin, baadhi mufassirini wanasema tumemuumba kwa maji machafu. Maji machafu maana yake manii sio najis. Na lau manii ingelikuwa najis, sisi sote hapa tungekuwa najis. Lakini maji machafu maana yake huwezi kuiridhia kuiona. Harufu yake mwanzo haipendezi. Ukiiona kwenye mwili wako ama katika nguo yako, mara moja utaifutilia mbali. Kutokana na hii manii ndio tumewaombeni nyinyi, kisha tukakadiria mambo yenu. Ndio unaona Imamu Shaukani alipofika hapa kuitafsiri aya hii kwenye kitabu chake Al-Fathul Qadir, alipofika min nutfatin, tumemuumba binadamu huyu kutokana na manii. Imamu Shaukani akatamka maneno
ambayo iliandikwa kwa wino ya dhahabu. Akasema, fakaifa yatakabbar man kharaja min makhraji al-bawl marratain. Vipi mtu leo anafika kuwa na kibri katika dunia hii? Mtu ambaye amepitia na kutokea kwenye sehemu inayopitia mkojo mara mbili. Sisi sote hapa tulipitia na kutokea kwenye sehemu inayopitia mkojo mara mbili. Sehemu ya baba alipokuwa anapachika mimba na sehemu ya mama alipokuwa anazaa. Ndio unaona mimi na wewe ndugu yangu tumepita mahali pachafu ya ajabu. Yaani mimi na wewe leo tukikaa masaa 24 bila kujimwagia maji mwili wako na wangu unaanza kutoa harufu mbaya, unaanza kunuka. Je, ukikaa siku 2 hali itakuwaje ndugu yangu? Wewe hujaoga bado. Ukikaa siku 3 hujaoga, lao ungilikuwa unakaa hapa sasa hivi isingekalika ndugu yangu. Ukiingia msikitini watu wanaomba, imam atasema assalamu alaikum saa ngapi? Ukipanda matatu watu wanaomba hii matatu itafika saa ngapi? Kwa harufu ambayo inayotoka katika mwili wa binadamu. Hii ndio udhaifu tulionao ndugu zangu. Ndio unaona katika research moja ambayo imefanywa katika nchi ya Ujerumani, wanasema katika wanyama ambaye mzoga wake anapokufa huyu mnyama, mzoga wake unanuka kuliko wote ni fisi. Haina manake. Kwa Kiarabu anaitwa dhaba. Fisi ndo mnyama ambaye akifariki mzoga wake unanuka kuliko wote. Lakini wanasema mwili wa binadamu anapofariki mwili wake unanuka kuliko hata ya fisi. Hii ndo asili yetu ndugu yangu. Wewe hujaanza kuosha, umechelewa kutolewa hospitalini tu, masaa 3, 4, 5 tayari mwili wako umeshaanza kutoa harufu. Hata watu wanaanza kukuogopa, ndani ya nyumba hautakikani. Hii ndo asili yetu ndugu zangu. Wewe ndugu yangu haukutokea kwa bahati nasibu hapa. Umeletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeletwa kuja kufanya kazi maalum na ambayo tutakuja kuelezea hapa. Haukutokea tu kama leo wanavyoeleza wanasayansi na baadhi ya watu wanahistoria kwamba binadamu walizuka katika ardhi tu. Kama leo unavyoona katika mashule zetu hizi zinafundisha evolution theory ya Darwin mpaka leo, kwamba binadamu asili yake alikuwa ni manyani na matumbiri. Asili yake imetokana na nyani tu huyu. Hii nyani ilikuwa imesimama miguu miwili na mikono miwili yote inagusa ardhi. Ile mikono yake ikaanza kuinuka pole miaka nyingi manake. Ikaja mpaka ikasimama upright. Ile mkia ikakatika akawa binadamu. Sasa hii ni urongo ya wazi, na hapo wanamkosea heshima Mwenyezi Mungu ambaye ndio muumba wetu. Na hawa wanasayansi na wanahistoria katika jambo hili tunaweza kuwauliza maswali mawili na wakashindwa kujibu. Swali la kwanza, mbona mnatuambia tu mahali binadamu alipotoka alikuwa nini mwanzo? Hawa viumbe wengine kabla ya kuwa viumbe hivi vilikuwa nini mwanzo? Huyu punda kabla ya kuwa punda alikuwa nini mwanzo? Mbona binadamu tu? Mbwa kabla ya kuwa mbwa alikuwa nini mwanzo? Simba kabla ya kuwa simba alikuwa nini mwanzo? Mbona binadamu tu? Maana yake wanataka kuondoa ile mkono wa siri wa Mungu ambao unaendesha hii dunia, na yeye ndo ambaye ameumba kila kitu ambacho katika dunia hii na kule mbinguni. Na swali la pili, kuna manyani na matumbiri ambao wanaishi mpaka leo. Nenda animal orphanage, nenda national park, ushawahi kumuona nyani anabadilika na kuwa binadamu? Haijawahi kutokea hiyo duniani ndugu zangu. Hii yote ni mambo ambayo wanajaribu kubadilisha akili ya binadamu, kwamba wewe ni mtu wa mchezo tu, mambo yako yametokea kibahati nasibu, ulizuka hapa. Kumbe sio hivyo ndugu yangu. Upate kujua umeletwa na Mungu, na Mungu ndo ambaye amekuumba kuja kufanya kazi maalum. Tunaingia katika swali la pili, kwa nini wewe uko hapa ndugu yangu? Ulikuwa haupo, sasa hivi upo. Umekuja kufanya nini hapa? Hii swali lao tutaulizana hapa, tutapata jawabu tofauti ndugu zangu. Na watu labda wanafikiri mimi nimekuja hapa ili niwe tajiri duniani. Mimi nimekuja hapa ili ni mfalme wa dunia. Mimi nimekuja hapa nisome kuliko watu wote, nipate certificate za MA na BA. Mimi nimekuja hapa ili niwe ni mtu ambaye ninaimiliki dunia katika nyanja mbalimbali. Manake
niwe na manyumba makubwa, niwe na shamba kubwa, niwe na gari nzuri kuliko watu wote. Hizi ndo fikra ambazo zinazagaa katika maisha ya watu. Wewe kwa nini uko hapa ndugu yangu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii ndani ya Qur'an. Na kwa kweli ni maudhui pana sana ambayo hatuwezi kuipa hii nafasi ambayo niko naye hapa kuelezea ni kwa nini tuko hapa. Kwa nini tuko hapa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani katika surati al-Mulk. Anasema tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sisi tumeletwa hapa kuja kujaribiwa. Hilo ni jambo la kwanza kila mmoja wetu ni lazima ajue. Tuko ndani ya mtihani hapa ndugu zangu. Wewe ukiwa una afya ni mtihani, ukiwa mgonjwa ni mtihani. Ukiwa tajiri ni mtihani, ukiwa wewe ni maskini ni mtihani. Ukiwa ndani ya amani ni mtihani, ukiwa ndani ya hofu ni mtihani. Ukiwa una elimu ni mtihani kwako wewe, na ikiwa huna elimu vile vile ni mtihani kwako wewe. Katika hali yote ndugu zangu ni mtihani ambaye leo tuko ndani yake. Na ni kwa nini mitihani haya? Mwenyezi Mungu anatutia katika mitihani ili apate kutuangalia ni nani katikati yetu hapa ambaye ana matendo mazuri zaidi kuliko wengine. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni nani katikati yenu hapa ambaye anaifanya ibada kuliko watu wengine? Hii ndo malengo ya kuwa hapa duniani ndugu zangu. Naye ni ibada. Majaribio yote haya Mwenyezi Mungu anayaleta ili kumjua nani miongoni mwetu hapa ambaye atamkumbuka Mungu, na ni nani ambaye leo atamsahau Mungu kwa sababu ya mitihani haya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mimi sijawaumba binadamu na majini isipokuwa nimewaumba kwa malengo ya kuniabudu mimi peke yangu. Ndio unaona leo ndugu zangu tukitaka kutafsiri hii kwa nini tuko hapa katika tafsiri iliyokuwa nyepesi, kila mmoja wetu ataifahamu katika njia nzuri Ukitaka kujua ni kwa nini leo tuko hapa sisi, muangalie Muislamu anavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hivi ndo namna tunafaa kuishi katika maisha yetu yote ndugu zangu. Leo Muislamu katika mwezi wa Ramadhani anapigiwa mfano na watu. Wanasema muangalieni fulani, mashallah, jirani yetu, mfanyikazi mwenzetu, mwanafunzi mwenzetu, muangalieni, mashallah, tabia yake imebadilika. Anaswali swala 5, salati al-fajr haimpiti. Anaamka kwenye qiyamul layl ya tarawih. Anasoma Qur'an, anafunga saum. Tabia yake, baadhi ya tabia mbaya alikuwa nazo yote amewacha. Basi hivi ndo namna Muislamu anafaa kuishi maisha yake yote. Unajua ndugu zangu, dada zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhani kumkumbusha binadamu, kunikumbusha mimi na wewe kwamba tumesahau malengo ya kuumbwa, tumesahau malengo ya kuletwa hapa duniani, naye ni namna tunavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndio unaona mmoja katika salafu na salih anasema, walinaj'ala umruna kulluha Ramadhan. Tuifanye umri wetu wote ni Ramadhan. Semeni amin ndugu zangu. Isiwe wewe leo unaswali swala 5 kwa sababu eti ni Ramadhan. Isiwe wewe leo unasoma Qur'ani kwa sababu eti ni Ramadhan. Isiwe wewe leo umeacha madhambi ambayo ulikuwa ukiyafanya kwa sababu eti ni Ramadhan. Isiwe wewe mwanamke wa Kiislamu unavaa hijabu ya kisheria kwa sababu eti ni Ramadhan. Hapa itakuwa unakosea ndugu yangu. Sisi hatuyafanyi haya ndani ya Ramadhan, wala hatuyaachi haya ndani ya Ramadhan kwa sababu eti ni Ramadhani, bali tulikuwa tunayafanya haya hata kabla ya Ramadhani. Kama ni kuswali, ilikuwa tunaswali kabla ya Ramadhan. Kama ni kuvaa hijab, mlikuwa mnavaa hijab kabla ya Ramadhan. Kama ni kufunga saumu za sunna, kama ni kuamka usiku wa manane, kama ni kusoma Qur'an, haya yote ilikuwa tunayafanya hata kabla ya Ramadhan. Lakini ndani ya Ramadhani tunayazidisha kwa sababu fadhila yake ni kubwa zaidi. Lakini sisi wengi wetu hapa asbahna ramadhaniyun walasna rabbaniyun. Kwa masikitiko iliyokuwa kubwa, wengi wetu sisi hapa tunaiabudu mwezi wa Ramadhani wala hatumuabudu Mola wa Ramadhani.
na Mola wa Ramadhani ndio ambaye anafaa kuabudiwa. Hii Ramadhani ni mwezi kama miezi mingine tu, imekuja na itaondoka, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko hai daima, wala hana mwisho. Sasa ikiwa wewe ndugu yangu leo umeweza kuamua kuyafanya haya ambayo unayafanya katika mema ndani ya Ramadhani na ukayaacha yale maovu, kwa nini usitie nia kuanzia sasa, mimi hata baada ya Ramadhani nitaendelea hivi hivi mpaka mwisho wa uhai wangu, mpaka mwisho wa uhai wangu. Na hapa ndugu zangu, inaonesha wazi uamuzi wa mtu kuwa mwema, we Muislamu kuwa mtu mwema ama kuendelea ndani ya maovu, imeachwa kwenye mikono yako na yangu. Ndugu zangu, kama leo ulivyoamua ndani ya Ramadhani kuyafanya haya bila kushikiliwa bakora na mtu, bila kulazimishwa na mtu. Nani ambaye amekushikia bakora wewe akawa anakusimamia, bwana nataka nihakikishe umefika magharibi ukiwa umefunga? Kuna mtu amekushikia bakora ndugu yangu? Hakuna. Wewe mwenyewe kwa hiari yako. Nani ambaye amekushikia bakora leo wewe kuswali swala 5? Nani ambaye leo amekulazimisha wewe kuamka tahajjud na kuswali katika swala ya tarawih? Nani ambaye amekulazimisha wewe leo kuacha madhambi ambayo ulikuwa unayafanya? Wewe mwenyewe kwa hiari yako ndugu yangu. Kumbe uamuzi ni wewe ndo ambao utakayefanya. Wewe ndo utaamua kuwa mtu mwema, na wewe ndo utaamua kuendelea ndani ya maovu kama ulivyoamua leo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Usije hata siku moja ukasingizia majaliwa kwamba bwana leo unamkuta mtu katika masiku isiyokuwa Ramadhani haswali salati alfajiri, kila siku analala, kuna baadhi ya madhambi anayafanya. Ukimuuliza anakuambia ndivyo nilivyojaliwa, nitafanya nini bwana? Sasa mbona ukujaliwa hivyo katika mwezi wa Ramadhani hii? Wewe mwenyewe kwa hiari yako ndugu yangu. Nini ambaye imekufanya wewe leo katika Ramadhani usisikize mziki? Nini ambaye imekufanya wewe katika mwezi wa Ramadhani leo usicheze kamari? Nini ambaye imekufanya wewe leo umeacha kusaini mkataba wa riba, umeacha zina, umevaa hijab? Ni nini hiyo? Ni wewe mwenyewe ndo ambao umeamua kwa hiari yako. Unajua kwa maana nyingine ina maana nini ndugu zangu? Ina maana wewe ndo ambao utaamua Mungu akuingize peponi ama Mungu akuingize motoni. Uamuzi umebaki katika mikono yako. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliposema hii aya, watu wengi wanaitafsiri kimakosa. Mwenyezi Mungu anasema inna hadainahu as-sabil. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha yahdi man yasha, kisha akasema wayudhillu man yasha. Tafsiri ambayo tunajua wengi wetu hapa sisi ni kwamba Mwenyezi Mungu anamuongoza amtakaye na anampoteza amtakaye. Ina maana Mungu anaweza kukuongoza wewe akanipoteza mimi, na anaweza kuniongoza mimi akakupoteza wewe. Hii uwezo Mungu anayo. Lakini wanasema wanazuoni, lau Mungu atafanya hivyo, atakuwa amependelea upande mmoja, atakuwa amedhulumu. Maana yake amekuongoza wewe, amekupendelea, na amenipoteza mimi, amenionea waziwazi tu. Kwa sababu moja katika sifa ya Mwenyezi Mungu ni al-adl. Mwenyezi Mungu ni adil, ni mwadilifu, na hapa itakuwa amelalia upande mmoja. Lakini tafsiri ya hii aya ndugu zangu, inna Allaha yahdi man yasha, Mwenyezi Mungu anamuongoza anayetaka uongofu. Wewe ukitaka uongofu, mwambie Mungu imeshafika wakati mimi kujenga uhusiano wangu na wewe. Wa yudhillu man yasha, na anampoteza anayetaka upotofu. Anamuongoza anayetaka uongofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao watajitahidi kuja upande wetu tutawaonesha njia ya kutokea mpaka mwisho watafika. Na wale ambao Mwenyezi Mungu anasema wayudhillu man yasha, na anawapoteza, anampoteza anayetaka upotovu. Wewe ndo ambao utaamua kupotea, si Mwenyezi Mungu alivyoamua hivyo. Mwenyezi Mungu ameshatuonesha njia ndugu zangu. Inna hadainahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Huyu binadamu tushamuonesha njia, ndio hii. Njia gani hiyo? Ni Qur'an na Sunna. Tushamuonesha njia, ndio hii. Ni njia gani hiyo? Ni Uislamu. Tushamuonesha njia, ndio hii. Ni njia gani hiyo? Ni namna tunavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa wewe ndio utaamua kushukuru kwa Mwenyezi Mungu kukuonesha njia ukaifata, ama kukataa. Ni wewe ndio ambao utakayeamua. Mwenyezi Mungu anasema man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wama rabbuka bidhallamin lilabid. Mwenye kufanya mema anafanya mema kwa kuwa mema itamsaidia yeye mwenyewe. Mungu afaidiki na mema yako ndugu yangu. Faida ni yako wewe.
waman asaa fa alaiha, na yeyote ambaye anayefanya madhambi, ima dhambi itamdhuru yeye mwenyewe. Faida ni yako wewe na madhara ni yako wewe. Mungu hafaidiki hapo na chochote. Ndio unaona leo tumetembea katika vikao kama hivi, ndugu zangu, katika baadhi ya university na baadhi ya mashule za sekondari na baadhi ya college. Waislamu wengi leo wanauliza maswali ya kushangaza sana, na hii ni kuonesha mna gani baadhi ya Waislamu walivyokata tamaa na maisha. Maswali kama haya kwanza ni maswali ya kumvunjia heshima Mwenyezi Mungu, na wanakuwa na dhanna mbaya na Mwenyezi Mungu. Wengi wa Waislamu leo katika mashule, katika vyuo vikuu na baadhi ya mashule wanauliza, ikiwa Mwenyezi Mungu ashajua tayari nani katikati yetu hapa anakwenda peponi na ni nani katikati yetu hapa ataingia motoni, kuna haja gani tena ya kufanya ibada hizi ndugu zangu? Kuna haja gani ya kufunga Ramadhani, sijui kuswali swala 5? Kuna haja gani ya kula halali? Wewe kula, wewe tumia kila kitu ndugu yangu, Mungu ashaamua. Sasa kwanza wewe ndugu yangu umejuaje kwamba wewe Mungu amekuamulia nini hata uulize maswali kama haya? Wewe ulikuwepo? Wewe umekuwepo? Maana yake hii ni wazi wewe leo umeshakata tamaa na maisha na unataka kuwapotosha na wengine. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini ameacha uamuzi katika maisha yako na yangu. Na Mungu anatujua vizuri sana nani ni nani miongoni mwetu hapa. Anajua huyu nani anafikiria nini, nani ambaye ana ushirikina katika moyo wake, nani ambaye ana maasi, nani ambaye ana matamanio ya kunata ndani ya moyo. Huyu bwana hawezi kutoka hapo. Mungu anatujua. Ni kama vile mwalimu ambaye anayewafundisha wanafunzi darasani kwa muda wa mwaka nzima. Amekaa na wao kwa mwaka nzima huyu mwalimu, toka Januari mpaka Disemba. Ilipofika Disemba, wakati wa kufanya mtihani, kabla mtihani haijafanywa, yule mwalimu akatangaza hadharani, akasema, unamuona yule mwanafunzi yule fulani bin fulani, yule atapata alama 100 juu ya 100, atakuwa number 1. Na yule mwingine fulani bin fulani atapata alama 70 juu ya 100. Ule mwingine atapata 50 juu ya 100, huyu 30, na huyu mwingine 20, huyu mwingine atapata 10, na huyu mwingine atatoka na 0%. Na ni kweli mtihani ikafanywa, na matokeo ilipotoka, yule ambaye ni number 1 akawa number 1 akapata 100%, na ule mwingine akapata 70 juu ya 100, ule 50, 20, 10, na huyu mwingine akatoka 0%. Ina maana mwalimu anajua ilmu ghaib? La, mwalimu amekaa na hao wanafunzi kwa muda wa mwaka nzima, anawajua wanafunzi wake ni nani katika hao wanafunzi ambaye ni mahiri na ana bidii kuliko wengine. Akasema yule, mashallah, kwanza akili yake inafanya kazi kama simaku, akiambiwa jambo tu ashashika, na mashallah anafanya homework yake kwa wakati, anafanya bidii, anamsikiza mwalimu. Huyu mwingine anasahau mara anakumbuka, na huyu analala darasani tu, anashindwa kushika, anashindwa kuhifadhi. Huyu atakuwa namba 0 huyu. Na ndio namna Mwenyezi Mungu anavyotujua sisi. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya hivyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila jambo, lakini ameiacha hii katika mikono yako na yangu. Wewe ndio ambao utaamua ndugu yangu. Kwa hivyo ni kwa nini tuko hapa duniani? Tumekuja hapa kwa sababu ya kujaribiwa, na ni kwa sababu ya kutenda matendo mema. Bila matendo mema ndugu yangu, wewe utabakia kama ni Muislamu jina tu. Ni Muislamu kanzu, Muislamu kofia, Muislamu jina, lakini kimatendo kwa kweli wengi wetu hapa sisi si Waislamu wa sawa. Sasa ni lazima tujue malengo ya kuwa hapa ili tuweze kufaulu. La sivyo, usipojua, ndio sasa wewe utapotosha malengo na utakuwa unaishi maisha hatari. Ndio sasa wewe hutojali ni kazi gani ambayo unafanya. Hutojali hata kama hii kazi itamaana mimi kuvuliwa hijab, niko tayari kuvua hijab kwa sababu nipate ninachotaka hapa duniani. Wewe mwanamume naye hutojali hii kazi ni ya haramu, utafanya katika shirika lolote lile. Haujali biashara yako imeanzishwa na fedha ya halali au fedha ya riba, au ni fedha ambayo imejengeka juu ya kamari na mengineo na uwizi na ujambazi. Wewe hutojali, kwa sababu malengo ya wewe kuwa hapa wewe bado hujui mpaka leo. Lakini ukishajua, ndio mimi nampongeza mama yetu alipoongea hapa, anasema bana, wewe usijaribu kuitupa Uislamu wako katika hali yoyote. Kufa kama Muislamu,
Ndio ule mtoto wa kike juzi katika shule mojawapo ameambiwa avue hijab, akasema mimi ni Muislamu, siwezi kuvua hijab na niko tayari maana yake kuacha shule hii na masomo ikae. Mungu wangu awe radhi na sisi. Unajua sisi wengi wetu hapa tunajali sana nini ambaye binadamu watasema, lakini hatumjali Mungu. Yani leo unamkuta mwanamke anavaa hijabu ambaye si ya kisheria kisa na maana anataka watu waseme fulani alivaa skin tight, watu wote walimuona alivyopendeza, amejipodoa, lakini wewe hujali Mungu anakuangalia vipi. Maana yake umeshapotosha malengo ya kuwa hapa duniani. Matokeo yake sasa utakuja kudhalilika na mwisho wake utakuwa ni mwisho mbaya. Aqulu qawli hadha.